Mwanzo sura ya 29. Kisha Yakobo akashika njia yake akafika nchi ya wana wa mashariki, naye akaangalia, na tazama, kiko kisima kondeni, na makundi matatu ya kondoo yamelala karibu nacho, kwa sababu katika kisima kile hunywesha makundi, na palikuwa na jiwe kubwa juu ya kinywa cha kisima. Makundi yote hukusanyika huko, watu wakafingirisha hilo jiwe katika kinywa cha kisima, wakawanywesha kondoo na kulirudisha jiwe juu ya kinywa cha kisima mahali pake. Yakobo akawauliza, ndugu zangu, watu wa wapi ninyi? Wakasema, tu wa Harani sisi. Akawauliza, je, mnamjua Labani mwana wa Nahori? Wakasema, tunamjua. Akawauliza, je, hajambo? Wakasema, hajambo. Tazama, Raheli binti yake anakuja na kondoo. Akasema, tazama, ukali mchana bado, wala sio wakati wa kukusanya wanyama. Wanyesheni kondoo mwende kuwalisha. Wakasema, hatuwezi hata yakusanyike makundi yote. Watu wakafingirishe jiwe katika kinywa cha kisima, ndipo tunapowanywesha kondoo. Hata alipokuwa akisema nao, Raheli akaja na kondoo za baba yake, maana aliwachunga. Ikawa Yakobo alipomwona Raheli binti Laban, ndugu wa mamaye, na kondoo za Laban, ndugu wa mamaye, Yakobo akakaribia na kulifingirisha lile jiwe litoke katika kinywa cha kisima. Akawanywesha kondoo za Labani ndugu wa mamaye. Yakobo akambusu Raheli, akainua sauti yake, akalia. Yakobo akamwarifu Raheli ya kuwa yeye ni ndugu wa babaye, na ya kuwa ni mwana wa Rebeka. Basi akapiga mbio akampasha babaye habari. Ikawa Labani aliposikia habari za Yakobo mwana wa nduguye, akaenda mbio amlaki, akamkumbatia, akambusu, akamleta nyumbani kwake, naye akamwambia Labani maneno hayo yote. Labani akamwambia, ndiwe kweli mfupa wangu na nyama yangu. Naye akakaa kwake muda wa mwezi mmoja. Labani akamwambia Yakobo, kwa sababu wewe ni ndugu yangu, basi je, unitumikie bure? Niambie mshahara wako utakuwa nini? Labani alikuwa na binti wawili, jina la mkubwa ni Lea na jina la mdogo ni Raheli. Naye Lea macho yake yalikuwa dhaifu, lakini Raheli alikuwa mzuri wa umbo na mzuri uso. Yakobo akampenda Raheli, akasema, nitakutumikia miaka 7 kwa kumpata Raheli binti yako mdogo. Labani akasema, afadhali nikupe wewe kuliko mtu mwingine, kaa kwangu. Yakobo akatumika miaka 7 kwa kumpata Raheli. Ikawa machoni pake kama siku chache tu, kwa vile alivyompenda. Yakobo akamwambia Labani, nipe mke wangu, maana siku zangu zimetimia, niingie kwake. Labani akakusanya watu wote wa mahali pale, akafanya karamu. Ikawa wakati wa jioni, akamtwaa Lea binti yake, akamletea Yakobo, naye akaingia kwake. Labani akampa Lea mjakazi wake Zilpa.
awe mjakazi wake. Ikawa kulipokuwa asubuhi, kumbe ni Lea, akamwambia Laban, nini hii uliyonitenda? Sikukutumikia kwa Raheli, mbona umenidanganya? Laban akasema, havitendeki hivi kwetu kumtoa mdogo kabla ya mkubwa. Timiza siku zake 7, nasi tutakupa huyu, naye kwa utumishi utakaonitumikia miaka 7 mingine. Yakobo akafanya hivi, akatimiza siku zake 7, naye akampa Raheli binti yake kuwa mkewe. Laban akampa binti yake Raheli mjakazi wake Bilha awe mjakazi wake. Akaingia kwa Raheli, naye akampenda Raheli kuliko Lea, akatumika kwa ajili yake miaka 7 mingine. Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa, naye akafungua tumbo lake, bali Raheli alikuwa hazai. Lea akapata mimba, akazaa mwana, akampa jina lake Reuben, maana alisema, kwa kuwa Bwana ameona teso langu, sasa mume wangu atanipenda. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, kwa kuwa Bwana amesikia ya kwamba mimi sikupendwa, amenipa na huyu. Akamuita jina lake Simeoni. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, basi wakati huu mume wangu ataungana nami, kwa sababu nimemzalia wana 3. Kwa hiyo akamuita jina lake Lawi. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, mara hii nitamsifu Bwana. Kwa hiyo akamuita jina lake Yuda, akaacha kuzaa.